Israel imesema imewaua maafisa wawili waandamizi wa masuala ya usalama wa Iran. Serikali ya Lubnan kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1982 imeomba kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na Israel. Na Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amewasili London ambako atafanya mazungumzo na Waziri Mkuu Keir Starmer. Habari kamili. Dubai. Israel imesema hivi leo kwamba imewaua maafisa wawili waandamizi wa Iran wanaohusika na masuala ya usalama. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz amesema Ali Larijani, katibu wa baraza kuu la usalama la Iran, pamoja na Gholam Reza Suleiman, kiongozi wa kikosi maalum cha wapiganaji cha Basij ambacho ni tawi la jeshi la walinzi wa mapinduzi, wameuliwa katika mashambulizi yaliyofanywa usiku wa kuamkia leo. Hata hivyo, bado Iran haijathibitisha kuhusu kuuliwa maafisa wake hao wawili. Jeshi la Israel pia limetangaza kuanzisha mashambulizi mapya dhidi ya miji ya Tehran na Beirut nchini Lubnan, likiwalenga wanajeshi wa Hizbullah. Iran nayo, kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, imefyatua makombora kuelekea Jerusalem ambako milipuko imesikika. Shirika la ndege la Ujerumani Lufthansa limetangaza kuendelea kusitisha safari zake kuelekea Tel Aviv hadi Aprili 9 kufuatia wasiwasi wa kiusalama. Beirut. Serikali ya Lubnan kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miongo kadhaa imeomba kuwa na mazungumzo ya moja kwa moja na Israel. Hatua hiyo imechukuliwa katikati ya kuongezeka kwa mashambulio ya Israel dhidi ya mji mkuu Beirut na kusogea kwa vikosi vya Israel katika maeneo ya kundi la Hezbollah ambalo linaiunga mkono Iran katika vita vyake dhidi ya Israel na Marekani. Maafisa wa Lubnan wamesema wanataka vita hivyo visitishwe kwanza kabla ya kuanza mazungumzo hayo. Wiki iliyopita Rais Joseph Aoun alipendekeza mazungumzo ya moja kwa moja na Israel kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1982 Israel ilipofanya uvamizi wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Lubnan. Kiongozi huyo pia ameomba msaada wa kuliimarisha jeshi la nchi hiyo na kuahidi kuwapokonya silaha kundi la Hezbollah, pendekezo ambalo limekuwa kwa muda mrefu likitolewa na Israel pamoja na Marekani. London. Rais Volodymyr Zelensky ambaye kwa mujibu wa serikali ya Uingereza amewasili nchini humo anatarajia kufanya mazungumzo na Waziri Mkuu Keir Starmer hivi leo Jumanne. Ofisi ya Waziri Mkuu Starmer imefahamisha kwamba Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Kujihamia NATO Mark Rutte pia atashiriki mazungumzo hayo yatakayojikita kuangalia juhudi za kusaka amani nchini Ukraine pamoja na vikwazo dhidi ya Urusi. Mazungumzo ya viongozi hao yanafanyika wakati mataifa ya Ulaya yanajaribu kuendelea kuitanabahisha jumuiya ya kimataifa kuhusu uvamizi wa Ukraine katikati ya vita vya Iran ambavyo vinawashughulisha kwa sasa viongozi wa dunia. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari inayowajia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Geneva. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu imelaani hatua ya Israel ya kutanua makazi ya walowezi na kuwaondosha kwenye ardhi yao maelfu ya Wapalestina katika sehemu kubwa ya Ukingo wa Magharibi katika miezi ya hivi karibuni. Ofisi hiyo imesema ina wasiwasi kuhusu uwezekano wa kile ilichokiita takasa kikabila dhidi ya Wapalestina. Ripoti hiyo mpya ya ofisi ya haki za binadamu inayoendeshwa na Volker Turk imetazama hali ilivyokuwa kwa kipindi cha mwaka mmoja kuanzia mwishoni mwa mwezi Oktoba na kutahadharisha juu ya kutanuliwa makazi hayo ya walowezi na kuondolewa kwa nguvu kwa zaidi ya Wapalestina 36,000. Umoja wa Mataifa. Mtaalamu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu ameashiria kwamba Haiti inayo nafasi hivi sasa ya kudhibiti vurugu za magenge hatari nchini humo kufuatia kupelekwa kwa kikosi cha kimataifa pamoja na kuweko waziri mkuu aliyejitolea kuwasaidia vijana kwa kuwatafutia shughuli mbadala. Kamishna huyo kuhusu haki za binadamu William O'Neill amewaambia waandishi wa habari wa Umoja wa Mataifa kwamba ofisi ya msaada na taasisi nyingine husika za kusimamia kikosi cha kukabiliana na magenge hatari
tayari wako nchini Haiti kuweka maandalizi na kikosi cha kwanza kimepangwa kuwasili mwanzoni mwa mwezi Aprili. Wanajeshi zaidi wanatarajiwa kuwasili miezi inayofuata na kikosi kamili kikipangiwa kuweko nchini humo kufikia mwezi Septemba. Baadhi ya wanajeshi kutoka kikosi kinachoongozwa na Kenya wanatarajiwa kubakia Haiti, wakiwemo wanajeshi kutoka El Salvador, Guatemala na Jamaica. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Kiswahili mjini Bonn. DW Dunia Yetu Leo Jioni. Asante sana Saumu Mwasimba kwa taarifa ya habari za ulimwengu. Jioni hii uchambuzi wetu utaanzia Mashariki ya Kati ambako Israel imetangaza kumuua kiongozi wa ngazi ya juu wa utawala wa Iran katika shambulizi la usiku wa kuamkia leo. Wachambuzi wanasemaje? Kuuawa kwake kutakuwa ni pigo kubwa sana katika kipindi hiki ambacho viongozi wa aina yake wanahitajika sana Iran, katika kipindi hiki ambacho zaidi hekima na busara zinahitajika kutumika kwa ajili ya kukabiliana na hali ya sasa ndani na nje ya nchi. Tumekuandalia uchambuzi huu, lakini kama ulivyosikia kwenye taarifa ya habari za ulimwengu, Iran bado haijathibitisha kifo cha afisa huyo. Utasikia pia juu ya ziara ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky nchini Ukraine ambako amepangiwa kwa kukutana na waziri mkuu wa nchi hiyo Keir Starmer. Na huko nchini Haiti, mtaalamu wa Umoja wa Mataifa amesema taifa hilo linapata nafasi nyingine ya kupambana na magenge watu wenye silaha kufuatia kikosi kipya kitakachotumwa hivi karibuni. Tuandikie maoni yako kuhusu taarifa utakazozisikiliza jioni hii. Cha kufanya tembelea tu kurasa zetu za mitandao ya kijamii kwa Facebook na Instagram, anwani yetu ni DW Kiswahili, lakini tunapatikana moja kwa moja jioni hii kupitia ukurasa wetu wa YouTube na hata kwenye Facebook. Kama nilivyokuahidi, tunaanzia Mashariki ya Kati. Wizara ya Ulinzi ya Israel imesema leo kuwa jeshi la nchi hiyo limemuua afisa mwandamizi wa usalama wa Iran Ali Larijani na Jenerali Gholam Reza Soleimani ambaye anaongoza kikosi cha kujitolea cha Basij ndani ya jeshi la ulinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Iran yenyewe haijathibitisha bado taarifa hizo. Bakari Ubena na mkusanyiko wa taarifa hizo kwa kina. Hadi kufikia sasa Tehran haijathibitisha taarifa hizo, ingawa waziri wa ulinzi wa Israel Katz alitangaza mapema leo kwamba maafisa hao wawili waandamizi wameuawa katika shambulizi la usiku wa kuamkia leo kufuatia mauaji ya aliyekuwa kiongozi wa juu wa taifa hilo Ali Khamenei katika shambulizi la anga mwanzoni mwa vita. Larijani alichukuliwa kuwa mojawapo ya watu walio na nguvu nchini humo. Maafisa wote wawili walikuwa wahusika muhimu katika ukandamizaji mkali wa maandamano ya mwezi Januari dhidi ya utawala wa kidini wa miaka 47. Vyombo vya habari vya umma vya Iran havikuthibitisha mara moja vifo vya maafisa wote wawili, ingawa mauaji hayo yanaendelea kuitikisa nchi hiyo kwa kuondokewa na viongozi muhimu mnamo wakati jamhuri hiyo ya Kiislamu ikikabiliwa na changamoto kubwa ndani ya miongo kadhaa katika vita vyake na Marekani na Israel. Naye waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amerejelea kauli yake kwamba mauaji hayo yanalenga kudhoofisha serikali ya Iran na kutoa fursa kwa Wairani kuwaondoa watawala wao madarakani. Asubuhi ya leo tumemwangamiza Ali Larijani. Ali Larijani ndiye kinara wa walinzi wa mapinduzi ambao ni genge la wahalifu linaloongoza Iran kwa sasa. Pia tumemwangamiza kamanda wa Basij. Hawa ndio wasaidizi wa hayo magenge wanaoeneza hofu katika mitaa ya Tehran na miji mingine ya Iran dhidi ya raia. Pia tunafanya operesheni kutoka angani kwa ndege za jeshi la anga, na huko nako tunachukua hatua. Hayo yakiarifiwa, makabiliano ya kila upande katika vita hivyo yameendelea tena leo Jumanne. Shambulio la droni katika Umoja wa Falme za Kiarabu limesababisha moto katika matanki ya mafuta huko Fujairah, upande wa mashariki mwa pwani ya nchi hiyo karibu na ghuba ya Oman, ambayo imekuwa ikilengwa mara kwa mara. Jeshi la Israel limesema leo kuwa limefanya mashambulizi mapya kote Tehran na Beirut, ambapo mashambulizi katika mji mkuu wa Lebanon yalilenga wapiganaji wa Hizbullah.
Jeshi la Israel pia limetoa tahadhari ya mlipuko mpya wa makombora kutokea Iran leo Jumanne, huku ulinzi wa anga ukifyatua makombora ya kujilinda na milipuko kadhaa ikisikika. Kwa mujibu wa mshauri wa kiuchumi wa ikulu ya White House Kevin Hassett, meli za kusafirisha mafuta zinavuka mlango bahari wa Hormuz, akisema hatua za Iran za kuzuia usafiri kupitia njia hiyo ya meli hazijaathiri uchumi wa Marekani. Amesisitiza msimamo wa serikali ya Rais Donald Trump kwamba vita vinapaswa kuisha ndani ya wiki chache na siyo miezi. Wakati huo huo, ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imesema mashambulizi ya anga ya Israel dhidi ya makazi ya raia, watu waliokosa makazi na wafanyakazi wa afya nchini Lebanon yanazusha wasiwasi chini ya sheria za kimataifa na huenda yakachukuliwa kuwa uhalifu wa kivita. Ni Bakari Ubena huyu. Tukibakia na suala hilo la vita vya Mashariki ya Kati, taarifa za kuuawa Ali Larijani ikiwa zitathibitishwa na Iran yumkini itakuwa ni pigo kubwa kwa utawala mjini Tehran kutokana na ushawishi aliokuwa nao kiongozi huyo tangu kuanza kwa vita. Larijani aliyekuwa katibu wa Baraza Kuu la Taifa la Usalama la Iran anazingatiwa kuwa mtu mwenye nguvu kubwa ya maamuzi kuhusu mwenendo wa vita tangu kuuawa kwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Ali Khamenei. Wako wanaoamini mauaji yake ni uthibitisho mwingine wa uwezo mkubwa wa kijeshi, hasa intelijensia wa Israel na Marekani kuizidi Iran. Hilo lina mchango mkubwa kiasi gani? Swali hilo na mengine nimemuuliza mwandishi wa habari wa kimataifa Abdul Fatah Musa akiwa visiwani Zanzibar. Tathmini hiyo nakubaliana nao, lakini si kwa mtazamo wa kwamba intelijensia ya Iran ni dhaifu. Nakubaliana nao katika mtazamo kwamba intelijensia ya Marekani na Israeli na madola magharibi kwa ujumla ni ya kiwango cha juu, kwa sababu sote tunajua kwamba mifumo yote ya mawasiliano ya intaneti, ya mawasiliano ya satelaiti na mbinu mbalimbali za mawasiliano kimataifa ziko kwenye mikono ya madola ya magharibi yakiongozwa na Marekani. Na vile vile kwa upande wa ndani ya Iran inajulikana kwamba kutokana na kuwepo watu ambao wanapinga kikamilifu mfumo wa Kiislamu wa Iran au mfumo wa utawala wa Iran, ni kwamba CIA na shirika la ujasusi la Israel la Mossad, yote hayo yana maajenti na mamluki wao ndani ya Iran ambao wamekuwa wakisaidia harakati mbalimbali za kijasusi dhidi ya vyombo vya intelijensia vya Iran. Kwa hivyo hili si jambo ambalo litakuwa la kushangaza sana, tukitilia maanani kwamba wameweza kufanya hivyo dhidi ya kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Kwa hivyo haitakuwa ni ajabu pia kuweza kufanya hivyo kwa mtu kama Ali Larijani. Kwa Israel, Marekani na wa Iran hao uliosema wanaupinga utawala wa Jamhuri ya Kiislamu, Ali Larijani alikuwa ni kiongozi katili, anatuhumiwa kuratibu mauaji wa maelfu ya waandamanaji wakati wa maandamano ya mwezi Januari. Kifo chake kinaweza kuleta hisia miongoni mwa makundi haya yanayoipinga Iran kuwa sasa utawala mjini Tehran utatetereka kwa sababu viongozi wakubwa kama Larijani wanauliwa. Hapana, haiwezi kuteteresha kwa namna yoyote katika swala hilo, kwa sababu kwanza hicho ambacho kinazungumzwa katika sura ya kumpa yeye kwamba ni mtu ambaye amechangia au kwamba ni mwanasiasa au kiongozi katili aliyechangia mauaji ya waandamanaji ni propaganda za vyombo vya magharibi vya kutaka labda kumchafua Ali Larijani. Ali Larijani kihistoria anajulikana kama ni miongoni mwa wanasiasa wenye misimamo ya wastani. Kuuawa kwake kutakuwa ni pigo kubwa sana katika kipindi hiki ambacho viongozi wa aina yake wanahitajika sana Iran, katika kipindi hiki ambacho zaidi hekima na busara zinahitajika kutumika kwa ajili ya kukabiliana na hali ya sasa ndani na nje ya nchi. Vipi kuhusu kubadilika viongozi kimsimamo? Kwa sababu ikiwa Marekani na Israeli inaolenga viongozi inaoamini wana misimamo mikali, bila shaka kama utawala hautaanguka watapatikana viongozi wapya. Hilo linaweza kulainisha msimamo wa utawala wa Tehran? Bila shaka yote, kama nafasi za uongozi wa juu zitashikwa na wanasiasa wenye mitazamo ya aina hiyo, si ajabu kushuhudia mabadiliko ya kimisimamo. Na viongozi wa aina hiyo Iran wapo. Baadhi ya viongozi ambao wameshawahi hata kuwa ni marais wa Iran kama Muhammad Khatami au hata Hassan Rouhani. Kwa hivyo endapo mazingira yanayojiri sasa yatapelekea watu wa aina hiyo kushika hatamu za utawala, hasa katika kipindi hiki hasasi na nyeti cha kivita, upo uwezekano wa kuweza kushuhudiwa mabadiliko kama hayo katika sera za uongozi za Iran.
Ni mwandishi habari wa kimataifa Abdel Fattah Musa nilipozungumza naye muda mfupi uliopita akiwa visiwani Zanzibar. DW tunavuma kwa kishindo. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amewasili mjini London kwa mkutano na waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer leo pamoja na katibu mkuu wa jumuiya ya kujihami NATO Mark Rutte. Zelensky anafanya ziara hiyo wakati Urusi ikishambulia miundombinu ya nishati, viwanda na bandari katika jimbo la Odessa, huku Moscow nayo ikidai kuzidungua droni zaidi ya 400 zilizovurumishwa na Ukraine. Maelezo ya kina na Silvia Mwahozi. Rais Zelensky atafanya mazungumzo na waziri mkuu Keir Starmer kwa mujibu wa serikali ya Uingereza, wakati nchi za Ulaya zikijaribu kuendeleza mkazo wa kimataifa kuhusu uvamizi wa Urusi nchini Ukraini, huku vita vinavyoendelea kati ya Irani na mataifa ya Magharibi